Yes, hali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Leo hii tunatuama kuangazia mzozo unaofukuta kati ya Marekani, Israel pamoja na Iran kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Tutaangazia hasa kiini cha mgogoro huo na kiini cha mpango wa nyuklia wa Iran. Mpango huu wa nyuklia wa Irani umeangaziwa sana kimataifa kwa zaidi ya miongo miwili, ukihusisha marais mbalimbali wa Marekani kuchochea vikwazo vingi na kuibua hofu ya vita vya kikanda. Maafisa wa Irani wanasisitiza kuwa mpango huo ni wa amani, lakini upanuzi wa shughuli za kurutubisha uranium mjini Tehran umewatia wasiwasi mataifa ya Magharibi na kusababisha onyo kutoka Israel na Marekani kuhusu uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi. Lakini Iran ilianza lini na kwa nini mpango wake wa nyuklia? Shughuli za nyuklia za Iran zilianza miaka ya 1950 chini ya Shah Mohammad Reza Pahlavi kama sehemu ya mpango ulioungwa mkono na Marekani wa kuendeleza nishati ya nyuklia ya kiraia katika mataifa washirika. Marekani ilisaidia Iran kujenga mtambo wa utafiti katika chuo kikuu cha Tehran kupitia mpango wa Atoms for Peace. Shah Mohammad Reza Pahlavi alikusudia kuwa na mtandao wa vinu vya nyuklia ili kuipatia miji ya Iran umeme wa uhakika na kuinua hadhi ya kisayansi ya taifa hilo. Ilipofika miaka ya 1970, Iran ilikuwa imesaini mikataba na Ufaransa na Ujerumani Magharibi kujenga vinu kadhaa vya nyuklia. Marekani ilikuwa imekubali kwa dhana kuruhusu Iran kuanzisha mzunguko kamili wa mafuta ya nyuklia, ikiwemo kurutubisha uranium na kuchakata tena, teknolojia ambayo ni nyeti kwani inaweza kutumika kutengeneza mafuta ya vinu vya kiraia au silaha. Wakati huo mataifa ya Magharibi yaliichukulia Iran kama mshirika wa kuaminika na hakukuwa na shutuma kubwa kuhusu mpango huo. Lakini hali hiyo ilibadilika kabisa baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Ni nini hasa kilitokea kwa mpango huo wa nyuklia baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979? Shah Mohammad Reza Pahlavi alipoondolewa madarakani na Ruhollah Khomeini kuanzisha Jamhuri ya Kiislamu, shughuli nyingi za nyuklia za Irani zilisitishwa. Wauzaji wa vifaa vya nyuklia kutoka nje walijiondoa. Vituo kadhaa vya nyuklia vilitelekezwa au havikukamilishwa. Viongozi wapya wa Irani waliokuwa na tahadhari dhidi ya ushawishi wa Magharibi na wakikabiliwa na vita dhidi ya Iraki waliweka kando maendeleo ya nyuklia ya Iran. Lakini kufikia mwishoni mwa miaka ya 1980 na mwanzoni mwa miaka ya 1990, Iran ilianza tena mpango wake wa nyuklia. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilisaini mikataba na Urusi na Pakistan na kuanzisha shughuli katika vituo kama Natanz na Arak. Juhudi hizi zilizua mashaka hasa kwa sababu baadhi ya shughuli hizo zilifanywa kwa usiri mkubwa. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki la IAEA halikufahamu ujenzi wote uliokuwa unaendelea, na mashaka yakazidi kuhusu iwapo nia ya Irani ilikuwa nia ya kiraia pekee au la. Sasa ni nini kilichochangia mzozo wa nyuklia wa Iran na mataifa ya Magharibi? Mnamo mwaka wa 2002, kundi la upinzani la Baraza la Kitaifa la Upinzani wa Iran lilifichua uwepo wa vituo viwili vya siri vya nyuklia Iran ambavyo ni Natanz na Arak. Ufunuo huo uliyashutua mashirika ya kijasusi ya Magharibi na kusababisha shirika la kimataifa la nishati ya atomiki kuanzisha uchunguzi dhidi ya madai hayo. Wachunguzi walidhibitisha ishara za shughuli za Irani zinazohusiana na kupata silaha za nyuklia, kama vile majaribio ya vilipuzi vya nguvu na miundo inayowezekana ya vichwa vya makombora. Iran ilidai kuwa inalenga kupata tu nishati ya nyuklia na si bomu la atomiki. Lakini hata hivyo, kuficha shughuli hizo kulikiuka mkataba wa uangalizi wa shirika la IAEA chini ya mkataba wa kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia unaojulikana kama NPT, ambao Iran ilikuwa imesaini. Kama hatua ya kukabiliana, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliweka azimio lililodai Iran kusitisha shughuli za kurutubisha na kuchakata uranium. Vikwazo viliwekwa dhidi ya sekta za ulinzi, nishati pamoja na benki za Iran. Mvutano huo uliongezeka zaidi katika muongo uliofuata.
Sasa lengo la makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 lilikuwa ni nini? Baada ya miaka ya mazungumzo, Iran pamoja na mataifa 6 yenye nguvu duniani ambayo ni Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Urusi pamoja na China walikubaliana mnamo Julai mwaka 2015 juu ya mpango wa pamoja wa utekelezaji uliojulikana kama JCPOA. Chini ya makubaliano hayo, Iran ilikubali kurutubisha uranium hadi kiwango cha juu zaidi cha 3.67 pekee, ambacho ni mbali na kiwango cha kutengeneza silaha za nyuklia. Iran pia ilikubali kupunguza hifadhi yake ya uranium iliyorutubishwa hadi kilo 300. Ilivunjilia mbali na kuweka akiba mitambo 1000 ya kurutubisha uranium. Lakini Irani pia ilikubali ukaguzi wa kina kutoka shirika la kimataifa la nishati ya atomiki la IAEA, kama vile ufuatiliaji wa mnyororo wa usambazaji pamoja na vituo vilivyotangazwa. Kwa kurudi, Iran ilipata nafuu kutokana na vikwazo vya kimataifa, ikiwemo kuachiliwa kwa mali zake zilizokuwa zimefungwa na kurejea katika masoko ya kimataifa ya mafuta. Washirika wa utawala wa Marekani waliona makubaliano hayo kama mafanikio makubwa ya kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia. Rais wa kipindi hicho wa Marekani, Barack Obama, alisema ni makubaliano ya muda mrefu yatakayozuia Iran kupata silaha za nyuklia. Lakini kwa nini Marekani ilijiondoa kwenye makubaliano hayo ya mwaka 2015? Marekani ilijiondoa kutoka kwenye makubaliano ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015 mnamo mwezi Mei mwaka 2018, wakati rais wa wakati huo Donald Trump alipotangaza kuwa makubaliano hayo yalishindwa kuzuia Iran kupanua mpango wake wa makombora ya masafa marefu au kusaidia makundi ya kijeshi katika eneo hilo. Trump aliyatangaza makubaliano hayo kuwa janga na akairejeshia Iran vikwazo vikali katika kile utawala wake ulikiita ni kampeni ya shinikizo la juu kabisa ili kulazimisha Iran kukubali masharti magumu zaidi. Viongozi wa Iran watasema kwa kawaida kuwa hawako tayari kujadili makubaliano mapya. Hilo ni sawa, ningesema vivyo hivyo kama ningekuwa katika nafasi yao. Lakini ukweli ni kwamba watataka kufikia makubaliano mapya ya kudumu, alisema Trump katika tangazo la kujiondoa katika makubaliano hayo. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki la IAEA lilithibitisha katika ripoti zake za kila robo mwaka kuwa Iran iliendelea kuheshimu makubaliano hayo hadi mwishoni mwa kipindi cha Trump, ikijumuisha ukaguzi wa mwezi Mei, Agosti na Novemba mwaka 2018 pamoja na mwanzoni mwa mwaka 2019. Ukiukaji wa Irani ulianza polepole baada ya uchaguzi wa Joe Biden. Mnamo tarehe 4 Januari mwaka 2021, takriban wiki mbili kabla ya Biden kuingia madarakani, Iran ilianza tena kurutubisha uranium kwa 20% katika kituo cha Fordo. Mwezi Februari, Iran iliwazuia wakaguzi wa shirika la IAEA kutembelea vituo vyake, na kufikia mwezi Aprili, Iran ilianza kuzalisha uranium yenye kiwango cha 60%, ambacho ni mbali na kikomo cha 3.67 cha makubaliano, lakini bado chini ya 90% inayohitajika kwa ajili ya utengenezaji wa silaha za nyuklia. Kwa sasa, Iran inamiliki hifadhi ya uranium iliyorutubishwa juu ya kiwango cha JCPOA, ikiwa na usafi wa 60% kulingana na shirika la kimataifa la nishati ya nyuklia. Ingawa maafisa wa Biden wametaja kujiondoa kwa Trump kama chanzo cha kusambaratika kwa makubaliano hayo, lakini ratiba inaonyesha kuwa Iran haikufanya ukiukaji mkubwa hadi mwisho wa kipindi cha Trump. Je, Iran iko karibu kiasi gani kutengeneza silaha za nyuklia? Kulingana na makadirio ya kijasusi ya Marekani, Tehran sasa ina uwezo wa kuzalisha kiasi cha kutosha cha uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu kwa ajili ya silaha moja ya nyuklia ndani ya wiki chache, iwapo itaamua kufanya hivyo. Katika mahojiano ya hivi karibuni ya televisheni, mshauri mkuu wa kiongozi mkuu wa Iran, Ali Larijani, alionya kuwa Iran itakuwa na uwezo wa kutengeneza silaha ikiwa itasukumwa kufanya hivyo. Mkifanya makosa kuhusu suala la nyuklia la Iran, mtailazimisha Iran kuchukua njia hiyo kwa sababu ni lazima ijilinde, alisema kiongozi huyo.
IAEA imesema kwamba ina wasiwasi kuhusu athari za uranium ambazo bado hazijatambulika katika maeneo ambayo hayajatangazwa rasmi, pamoja na taarifa kuwa Iran haijatoa maelezo ya kutosha juu ya masuala kadhaa ambayo bado hayajatatuliwa. Lakini nafasi rasmi ya Iran ni ipi? Iran inaendelea kudai kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani. Msimamo rasmi wa Iran katika kukataa silaha za maangamizi na kuhusu asili ya amani ya mpango wake wa nyuklia ni wazi, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmaeil Baghaei. Lakini hata hivyo, mara nyingi maafisa hufuata matamshi haya kwa onyo kuhusu kujilinda. Baghaei alinukuu hotuba ya hivi karibuni ya kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, aliyesema kuwa Iran itajihami kwa kiwango kinachohitajika kwa ajili ya ulinzi wa Iran. Viongozi wa Iran huwatazama Marekani na Israeli kama washambuliaji. Uadui kutoka Marekani na Israel umekuwepo kila wakati. Wanatishia kutushambulia, jambo ambalo hatulifikiri kuwa lina uwezekano mkubwa, lakini wakijaribu ujanja wowote hakika watapata jibu kali, alisema kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mnamo mwezi Machi mwaka huu. Lakini kwa nini Marekani na Iran wanajadili tena mpango wa nyuklia wa Irani? Maafisa wa Marekani na Irani wanafanya mazungumzo nchini Oman kwa matumaini ya kufufua mazungumzo ya nyuklia. Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza kuwa mazungumzo yatakuwa ya moja kwa moja, huku waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, akitangaza kuwa mawasiliano yatafanyika kupitia wapatanishi. Msukumo huu wa kidiplomasia unakuja wakati wa kuongezeka kwa mvutano. Trump ametuma barua kwa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akisisitiza mashambulizi ya kijeshi iwapo hakutakuwa na makubaliano. Nimemwandikia barua nikisema natumai mtajadili, kwa sababu tukilazimika kuchukua hatua za kijeshi itakuwa jambo baya sana, alisema rais wa Marekani Donald Trump. Lakini nafasi ya Israel ni ipi katika mzozo wa nyuklia wa Iran? Israel imekuwa ikipinga makubaliano ya JCPOA kila wakati na uiangalia Iran yenye silaha za nyuklia kama tishio kwa uhai wake. Inaaminika kuwa Israel imehusika na njama za kuhujumu vituo vya nyuklia vya Iran na mauaji ya wanasayansi wa nyuklia wa Iran katika miongo miwili iliyopita, kwa mujibu wa maafisa wa kijasusi walionukuliwa na vyombo kadhaa vya habari vya Magharibi. Ingawa Israel haijachukua uwajibikaji hadharani wa matukio yote, lakini imedai kuchukua hatua endapo diplomasia itashindwa. Iran kwa upande wake imehusisha msimamo wake wa nyuklia na hatari ya uwezekano wa nyuklia wa Israel ambao haujatangazwa rasmi na historia yake ya mashambulizi. Sasa ni nini kiko hatarini sasa? Kwa kiwango kipya cha kurutubisha uranium na diplomasia ikiwa imekwama, tishio la mzozo limekuwa karibu zaidi. Uwepo wa ndege za kijeshi za Marekani aina ya B2 katika eneo hilo, pamoja na tishio la Tehran kutumia miji ya chini ya ardhi iliyojaa makombora kwa mashambulizi ya kujibu, limeongeza mvutano huo. Mzozo huo pia umechochewa zaidi na matamshi makali ya rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Iran. Pande zote mbili bado zinaonyesha kupendelea mazungumzo, lakini kuna kutoaminiana kwa kiwango kikubwa. Marekani inataka masharti makali zaidi, lakini Iran inataka kuondolewa kwa vikwazo na dhamana kuwa makubaliano hayatavunjika tena kama zamani. Mafanikio ya juhudi za sasa yana uwezekano wa kuamua si tu mustakabali wa nyuklia wa Iran, bali pia mwelekeo wa usalama wa Mashariki ya Kati kwa miongo ijayo. Hayo basi ndiyo yanayojiri huko Mashariki ya Kati kuhusu mpango huo wa nyuklia, na tumekupasha zaidi kuhusu kiini cha mpango huo wa nyuklia na kiini cha mgogoro huu wa mpango wa nyuklia wa Iran dhidi ya mataifa ya Magharibi. Hii ni Habari 24 Channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.